Hebu fikiria, uko Upwork, uko TopTal, unashindana na maelfu ya watu, lakini kuna tatizo moja kubwa. Mteja akifungua tu proposal yako, anahisi ile harufu ya AI. Unajua ile? Yaani inasikika kama roboti, haina uhai na boom, umepoteza kazi. Basi, leo nataka kukuonyesha mfumo mmoja rahisi ajabu, lakini wenye nguvu, utakaobadilisha kabisa jinsi unavyotumia AI. Hivi, ishawahi kukutokea? Unatuma proposal, unaamini kabisa, hii ni the one. Alafu, kimya. Hakuna majibu. Mara nyingi tatizo ni lile lile. Inasikika kama imetoka moja kwa moja kwenye kiwanda cha roboti. Ni tatizo linalowasumbua wengi, lakini usijali, habari njema ni kwamba kuna njia ya kulitatua. Na hapa ndipo siri inapoanzia. Badala ya kuwa mtu anayeuliza tu maswali na kusubiri majibu ya kubahatisha, unahitaji kuwa msanifu wa AI. Yaani, unatengeneza mfumo. Fikiria kama unajenga reli za train. Reli imara zinahakikisha treni inafika salama kule unakotaka. Ndivyo unavyopaswa kuiongoza AI. Okay, kabla tuendelee, hebu turudi nyuma kidogo tuone picha kubwa. Kwenye ulimwengu huu wa AI, kuna aina mbili tu za watu. Kuna wale wanaoiongoza hii teknolojia, na kuna wale wanaoongozwa nayo. Hii ndio tofauti ya msingi kabisa kati ya kuwa rubani anaendesha ndege na kuwa tuseme njiwa anayepeperushwa tu na upepo. Hii kanuni ni muhimu sana. Jiwazie wewe ni rubani kwenye chumba cha marubani. Sasa, kwa kazi za hatari na muhimu kama kuandika proposal ya kazi au ripoti kwa bosi wako, lazima ushirikiane na AI. Huwezi kuiweka tu kwenye autopilot na kwenda kulala ukitegemea itafanya kila kitu sawa. La hasha. Ni lazima wewe ubaki kwenye usukani. Na hapa ndipo tunaona tofauti vizuri kabisa. Ukiwa rubani, wewe ndiye mwenye maono. Unatoa mkakati, unatoa mifano, unatoa muktadha. AI inakuwa msaidizi wako mkuu, anayetekeleza maono yako. Lakini ukiwa njiwa, unaitupia tu AI kazi na kusema nifanyie hii, halafu unaomba miujiza itokee. Sasa, hebu jiulize kwa uaminifu. Wewe ni nani kati ya hawa wawili? Sasa sikia hii, na ni ya kushangaza kidogo. Ukitumia AI hovyo, yani kama njiwa, unaweza kupata matokeo mabaya zaidi kuliko mtu ambaye hatumii AI kabisa. Hii si hadithi, ni utafiti kutoka Harvard. Unasema watumiaji wa njiwa walifanya kazi zao vibaya kwa 19%. Hii inatuonyesha jinsi gani kuwa na mfumo ni muhimu. Sasa, swali ni, mfumo wenyewe ukoje? Twende tukaone. Okay, sasa tuingie kwenye dawa yenyewe. Tunauita mfumo wa kudanganya muktadha. Kwa nini kudanganya? Ni kwa sababu tunairuhusu AI iibe maarifa na mifano ambayo haikuwa nayo. Yaani ni kama unaipa leakage ya mtihani. Fikiria AI kama ile treni ya SGR. Ina kasi sana, ina nguvu, lakini bila reli haiendi popote. Mfumo huu ndio reli zenyewe. Sasa, hii inamaanisha nini kwako wewe binafsi? Inamaanisha hivi. Thamani yako siku hizi haiko kwenye kufanya kazi yenyewe, bali kwenye kubuni jinsi kazi inavyofanywa. Ujanja wako sasa hivi sio tu kujua kufanya kitu, bali ni kujua jinsi ya kutengeneza mfumo unaoiwezesha AI ifanye hicho kitu kwa ubora wa kimataifa. Sawa basi, tuanze sasa kujenga hizi reli zetu. Kuna vipengele 4 tu vya msingi ambavyo vinabadilisha maagizo yako kutoka kuwa ya kawaida na kuwa ya kushangaza. Vipengele vyenyewe ni vivi 4. Tunampa AI utu, tunaipa mfano, tunatengeneza muundo na tunatumia hadithi. Utu, mfano, muundo, hadithi. Twende tuchambue kimoja baada ya kingine ili uelewe vizuri. Tuanze na cha kwanza, utu. Yaani, badala ya kuongea na AI ya jumla, unaiambia leo wewe ni mtaalamu fulani. Kwa mfano, wewe ni mtaalamu wa kuajiri watu, mwenye uzoefu wa miaka 20. Hii inabadilisha kila kitu. Inaanza kufikiri na kuandika kama yule mtaalamu. Ni kama kumpa mwigizaji script, anavaa uhusika mara moja. Sasa, hapa ndipo kwenye lile danganya letu. Sehemu ya mfano. Hii, marafiki, ndiyo njia ya mkato ya nguvu zaidi. Badala ya kupoteza muda mwingi ukijaribu kuelezea unachotaka, unaipa tu mfano. Unaiambia,
tengeneza kitu kama hiki. Ghafla bin vu, matokeo yanaruka kutoka daraja la C mpaka daraja la A papo hapo. Halafu tunakuja kwenye muundo. Hapa ni rahisi sana. Fikiria unamtuma mtoto dukani. Badala ya kumwambia tu maneno mengi yasiyoeleweka, unamwandikia orodha iliyopangiliwa: vitu vya kununua, anwani ya duka, pesa za kutumia. Ndivyo tunavyoifanyia AI. Tunatumia lebo kuweka maagizo yetu wazi na safi ili isichanganyikiwe. Na cha mwisho kabisa, hadithi. Kuna mfumo mmoja mzuri sana unaitwa SCQA. Unasaidia kubadilisha maelezo makavu kuwa hadithi inayovutia. Kwenye proposal yako, hali ni kile mteja anachotaka. Tatizo ni changamoto inayomkabili. Na jibu ni wewe, ukiwa na suluhisho lake. Okay? Sasa hebu tuone hii kitu inafanyaje kazi kwa vitendo. Tuchukue mfano wa swali la njiwa. Mtu anaenda kwenye AI na kuandika hivi tu: niandikie proposal ya kazi ya React. Fupi, halina maelezo, yani linategemea miujiza. Unadhani matokeo yatakuwaje? Ndio, unapata majibu kama haya: mimi ni developer mwenye bidii na napenda sana coding. Yani inachosha. Kila mtu anasema hivyo. Hii ni tiketi ya moja kwa moja ya proposal yako kutupwa kwenye recycle bin. Sasa, hebu tuangalie upande wa pili. Baada ya kutumia mfumo wetu, badala ya maneno matupu, sasa tuna hadithi. Hali, mteja anataka website mpya. Tatizo, website yake ya zamani inamfukuza wateja. Jibu, ujuzi wako katika kujenga websites za kisasa ndio suluhisho la tatizo lake. Unaona tofauti? Hii inabadilisha wasifu wako kutoka kwenye orodha ya ujuzi kuwa suluhisho la tatizo. Sawa. Hapa kuna pro tip sasa. Kwa wale wanaotaka matokeo ya kiwango cha dunia kabisa, kuna mbinu moja ya ziada. Tunaita mzunguko wa ukamilifu. Hapa sasa tunaiambia AI ijirekebishe yenyewe kabla hata haijatupa majibu ya awali. Fikiria ni kama umeweka mhariri mkali ndani ya AI yenyewe. Unaiambia hivi: kabla hujanipa jibu la mwisho, tengeneza vigezo vya ubora, halafu jipime mwenyewe dhidi ya vigezo hivyo. Endelea kujirekebisha mpaka upate alama 10-10. Unachofanya hapa ni kuhakikisha unapata kazi iliyokamilika na sio rasimu tu. Kwa hiyo, tunapoelekea mwisho wa maelezo haya, nadhani umeona jambo moja la msingi. Uhusiano wetu na AI unabadilika. Sisi sio wauliza maswali tu tena. Tunakuwa wasanifu majengo. Yaani, tunajenga mifumo inayoleta matokeo ya uhakika. Basi, usijiulize tena, je, AI itachukua kazi yangu? Swali la kweli unalopaswa kujiuliza ni, je, naweza kuwa mbunifu wa mifumo ya AI? Kwa sababu hao ndio watakaokuwa mbele ya wengine kwenye soko hili jipya. Swala ni kujenga michakato inayokufanya wewe uwe na nguvu zaidi. Na nukuu hii inamaliza kila kitu vizuri kabisa. Zana tunazo na zinazidi kuwa na nguvu kila siku, lakini kufikiri, hiyo bado ni kazi yetu. Kwa hiyo ufanye uamuzi leo. Acha kuwa njiwa anayepeperushwa na upepo na anza kuwa rubani anayeongoza safari yako. Asante sana kwa kuwa pamoja nami.